Wapendwa katika jina tukufu la Yesu Kristo, amjambo tena. Leo ningependa tuzungumzie kuhusu familia, the family, ambayo iko na papa, mama na watoto. Kabla tujaanza na tuombe. Baba, katika jina tukufu la Yesu Kristo, Muumba wa mbingu na hata nchi, Baba yetu uliye juu mbinguni, nalisifu na kuliinua jina lako. Baba, sisi unatuhesabu kama watoto wako. Baba, sisi ni miongoni mwa familia ya mbinguni. Twaomba uwepo wako, twaomba Baba utuchenge jinsi wewe upendavyo. Baba, twaomba unene nasi jinsi wewe upendavyo. Baba, twaomba utuongoze jinsi wewe upendavyo. Ni katika jina la Yesu Kristo nimeomba na kuamini. Amen. Sasa wapendwa, familia ni kitu ya maana sana. Kwa maana kuanguka kwa dunia kulianzia kwa familia. Na hata wokovu wa mwanadamu lazima utaanzia kwa familia. Shetani alipotaka kumwangusha mwanadamu, jambo la kwanza alifanya hata kabla hajamdanganya mwanadamu, alianza kuitenganisha familia. Akamtenganisha Adam na Hawa. Adam na Hawa akapatikana wakiwa sehemu mbili tofauti kwa wakati mmoja. Wangekuwa pamoja, wangekuwa na uwezo wa kudhibiti majaribu ya Shetani, lakini wakapatikana wametenganishwa. Adamu ako kando na Hawa ako kando. Unajua, mwanadamu alipokuwa anaumbwa, Shetani alikuwa anatazama vizuri sana. Hasa Hawa alipokuwa anaumbwa kutoka kwa mbavu za Adamu, Shetani alikuwa anatazama tu, anawajungulia tu. Hata maneno ambayo hata Adamu alitamka, Shetani alikuwa anayasikia. Akamwambia, we nena tu, lakini wakati utafika. Adamu akanena, huu ni mfupa kutoka kwa mifupa yangu, hii ni nyama kutoka kwa nyama zangu. Shetani akajua ndio, sasa chenye nitafanya ni kuwatenganisha. Hata kama umesema, umekiri na kinywa chako ya kwamba hii ni mfupa kutoka kwa mifupa yangu, nyama kutoka kwa nyama yangu, jambo la kwanza nitafanya sasa ni kuwatenganisha, mpatikane mkiwa sehemu mbili tofauti. Na Ibilisi akafanikiwa kuwatenganisha, ndio akapata wakati rahisi wa kumdanganya mwanadamu. Hata leo, ndugu yangu, dada yangu, usiongee jinsi ambavyo unampenda bibi yako mbele za maadui. Mimi nampenda, ule ni mfupa kutoka, hakuna mwingine kama yeye. Ukinena hivyo kwa adui yako, sasa jambo itakuwa ni kibarua kwa adui yako kuitenganisha hii familia. Na akitenganisha familia, ndugu yangu, dada yangu, anasambaratisha njia zote za wokovu kwa hiyo familia. Kwa hivyo tuende moja kwa moja kwa wahusika sasa wa familia, ambayo tuko na mume kama kichwa cha familia, mke kama mjenzi wa familia, na watoto. Sasa Amani, mume kama kichwa cha familia, katika kitabu cha Waefeso 5:23. Waefeso 5:23, mwanaume ambaye anahesabiwa kama kichwa. Waefeso 5:23. Sasa tuangalie kichwa cha familia. Ni yapi kichwa kinahusika katika familia? Kwa maana familia, kila muhusika wa familia asipolinda nafasi yake ile ambaye anahusika katika familia, familia itasambaratika. Kila mmoja alinde laini zake vizuri, familia isije ikasambaratika. Sasa tuanzie mwanaume kama kichwa cha familia, na tuone sehemu
za muhimu katika kichwa. Tujue hizo sehemu ni Bwana anazipepa katika familia. Sehemu moja ni macho. Sehemu ya muhimu sana katika kichwa ni macho. Sasa mwanaume kama kichwa cha familia, mwanaume ndiye macho ya familia. Mwanaume ndiye anafaa kuona kila jambo katika familia. Jambo likiwa kombo, mwanaume ndiye anafaa kuona. Mambo yakiwa hayaendi vizuri, mwanaume ndiye anafaa kuona, kwa maana kichwa kinapepa macho. Kwa hivyo mwanaume ndiye jicho la familia. Usije ukashindwa kuona ukaanze kumlaumu mwanamke. Na macho sio haya macho tu yenye tunatazama. Macho hata kuna kipofu anaweza iridi familia vizuri sana, kwa maana akona macho ya ndani ambayo ni macho ya Roho Mtakatifu. Kwa hivyo familia, mwanaume ndiye macho, anafaa kuiongoza familia na macho ya nje pia na macho ya ndani, ili familia iende vizuri. Ili familia iwe vizuri, macho lazima yafanye kazi vizuri kwa familia. Jambo lingine ni masikio. Masikio, mwanaume, wewe ndiye unafaa usikie ni mambo yapi yanaongewa kwa familia. Mambo ambayo watu wanaongea kwa familia, familia ikiongelezwa vizuri au vibaya, watu wakiongea vibaya kwa familia, ni wewe masikio ya familia unafaa usikie ni nini inaongelewa kwa hii familia na ni nini watu hawaongei kwa hii familia. Na msikilizaji mzuri anaweza tatua mambo vizuri kuliko mwenye anatatua mambo hata kabla hajasikia. Na jambo likitendeka mbaya, lazima uwe unajisikilia we mwenyewe na masikio yako, sio mambo ya kuambiwa. Ndio maana unaitwa masikio. Hilo jambo, je, ulilisikia ama uliambiwa? Lazima uwe umelisikia we mwenyewe ndio uanze kuamua. Jambo la tatu ni mdomo. Kichwa kinapepa mdomo. Mwanaume ndiye mdomo, msemaji wa familia. Usiwe ndiye mkuraji, kwa sababu hata mdomo inakula. Isiwe unakula kila kitu kwa familia. Lazima utumie mdomo wako vizuri kwa familia, kwa maana wewe ndiwe kichwa cha familia, na mdomo ni sehemu katika kichwa, na meno ni sehemu katika kichwa, na pua ni sehemu katika kichwa. Hata pua ya familia ni mwanaume. Harufu mbaya ikisikika kwa familia, makosa ni ya mwanaume, kwa maana mambo yakianza kuharibika kwa familia, hiyo ni harufu mbaya kwa familia. Kwa hivyo hayo ndiyo majukumu ya mwanaume katika familia. Mwanaume, msikilizaji vizuri, anasikia ndio ananena. Sio uwe mtu wa kupayuka payuka maneno bila kusikia, kwa maana wewe ndiwe kichwa. Lazima usikize vizuri, uwe msikilizaji mzuri, ndio pia uanze kuwa mnenaji mzuri. Unene mambo ambayo yanaijenga hiyo familia, na pia uwe muamuzi wa kipekee, muamuzi mzuri katika familia, kwa maana kichwa kinapepa hata akili. Mawazo, ulete mawazo mazuri kwa hiyo familia. Usipoleta mawazo mazuri, lazima kila siku ufikirie jambo mpya, kwa maana wewe ndiwe mawazo ya familia. Kila siku ufikirie jambo mzuri ambalo unalileta likapate kuijenga familia. Uwe mtu wa kuwaza, usiwe mtu masiwarara. Uwe mtu wa kuwaza. Lazima uwaze mambo mazuri. Siku isipite kabla hujawaza jambo nzuri la kuijenga familia. Uijenge familia kiroho, uijenge familia pia kimapato. Kwa hivyo mwanaume ndiye anafaa kufikiria jinsi hii familia itajengwa. Ukifikiria vile itajengwa, basi
kuna mjenzi wa hii familia, umwambie yale ambayo umefikiria, ulete design mzuri ile ambayo umefikiria, upatie mjenzi. Mjenzi ni nani? Mjenzi ni mwanamke kwa familia. Katika kitabu cha Methali 14 mstari wa kwanza, Methali, Proverbs 14 mstari ni wa kwanza, inasema ya kwamba mwanamke mzuri anaijenga nyumba yake kwa mikono yake yeye mwenyewe, na mwanamke mbaya au mpumbavu anaibomoa nyumba yake na mikono yake yeye mwenyewe. Sasa wewe mtu wa kufikiria jinsi hii nyumba itajengwa, lete mawazo kwa mjenzi, mwambie hebu fikiria vile masonaries wajenzi wanafanya kazi. Kuna mwenye anafikiria jinsi nyumba itajengwa na kuna wenye wanajenga na mikono yao wenyewe. Sasa huyu mjenzi ukimkasirisha, usipompa material zote za kujenga hii nyumba, nyumba itajengwa kwa udongo na hiyo nyumba itaanguka. Na huyu mjenzi pasipokuwa na maelewano ya kutosha kati ya mwenye analeta mawazo ya ujenzi na mjenzi, hiyo nyumba haitajengwa. Na mjenzi akiwa mjinga, ndugu yangu, hata kama ukiwa kichwa, hiyo nyumba, hiyo familia, hakuna kujengwa hiyo familia. Na huyu mjenzi anaweza kukuangusha, kwa maana atajenga jinsi apendavyo na atabomoa kwa wakati apendavyo. Atakuangusha ndugu yangu, kwa maana yeye ndiye mjenzi, anaijenga na mikono yake yeye mwenyewe, na akitaka kubomoa atabomoa at any time. Atakubomoa at any time, upende usipende. Akitaka kubomoa hata uwe mkali namna gani, atajukua hata miaka 10 hata miaka 20, lakini hakikisha ya kwamba amekubomoa. Atajifanya anakutii, atajifanya anatii kila kitu, lakini atakubomoa pole pole na utabomoka. Na akitaka kubomoa sifa zako, atasibomoa kwa maneno yake, kwa maana yeye ndiye mjenzi, anajenga na mikono yake. Hebu imagine wajenzi wakiamua kujenga nyumba vibaya, hiyo nyumba wataijenga lakini itabomoka at any time. Na wewe kama kichwa, ikibomoka itakuangukia ukiwa ndani. Kwa hivyo hata huyu mjenzi anahitaji materials za kutosha ili apate kuijenga nyumba, iwe nyumba ambayo imejengwa katika udongo mgumu. Hebu kiangalia katika kitabu cha Mathayo 7:24 mpaka 27. Hebu soma hapo kitabu cha Mathayo 7:24 mpaka 27, uone mjenzi mwenye akili jinsi anafanya kazi yake, anaijenga kwa mwamba. Sasa huyu mjenzi ambaye ni mwanamke kwa familia, lazima umpe material za kutosha za kujenga hiyo nyumba. Material ya kwanza, ili mjenzi awe mjenzi mzuri asikubomoe, material ya kwanza ni good communication. Yani maneno ya kujenga, maneno mazuri, unamuongeleza maneno ya furaha. Na unajua usipomuongeleza maneno mazuri, usipomuongeleza maneno ya furaha, usipomuongeleza maneno ya kumfurahisha, basi ibilisi anajua vile anaongea. Ibilisi atamuongelezea mambo ya furaha na ya kumpendeza masikioni mwake, kama vile ibilisi alimuongelezea Hawa maneno ya kufurahisha kwa masikio yake. Hata wewe kwa familia, usipoongeleza bibi yako maneno mazuri na maneno matamu, kuna mtu atamuongelezea maneno matamu. Hayo maneno matamu yatafurahia kwa masikio yake. Kuna mtu atamjabia story tamu, hata anamwambia haya, sikilia hapo ndio niendelee. Anasikilia, yani story inaendelea vizuri, mambo yanaendelea vizuri, ukiwa unanuna eti wewe ndio kichwa. Sasa kazi yako ni kuwa serious,
Kazi yako ni kununa, kuwa serious kila wakati. Kuna mwenye hata kuwa serious, kuna mwenye hata smile na kuongea maneno matamu ambayo yanafurahisha masikioni mwake. Kwa hivyo material ya kwanza ili mjenzi achenge nyumba iwe mzuri ni communication. Material ya pili ambayo ni ya muhimu sana, communication inapoanza vizuri, sasa hii communication ijenge huyu mtu spiritual grounds, umweke kwa spiritual grounds nzuri. Alafu hapo sasa mjenzi atajenga nyumba ambayo ni nyumba mzuri, na atakujengea jina na atakujengea sifa. Communication isipokuwa mzuri atakubomoa. Ndugu, upende usipende, hata kama wewe ni kichwa, jua uko kichwa kwa mahala ambapo una uwezo wa kujenga. Uko kichwa mahala ambapo mjenzi, mahala ambapo unakuwa kichwa, mjenzi ni tofauti. Kwa hivyo chunga sana, hata kama wewe ni kichwa, mjenzi sio wewe na mpomoaji sio wewe, mjenzi ni tofauti. Kwa hivyo wewe kama kichwa, ulinde sana, umpe mjenzi material za kutosha, upendo, umpe amani, umpe utulivu. Hizo ni material za kujenga. Amani, utulivu, upendo, maneno mazuri, hizo ndizo material za kujenga. Unyenyekevu, material za kujenga hiyo nyumba ambayo mjenzi anataka kuijenga. Hizo vitu zote zinaenda pamoja, kama nyundo, misumari, cement, mawe ya kujenga. Sasa hizo vitu ni material za kujenga. Na hata nyumba usipompa upendo, amani, utulivu, maneno mazuri, unyenyekevu, material za kujenga zikipungua, nyumba yako itapomoka, na hata ipomoa at any time. Na kitu cha tatu ni basic needs, yale mambo ya kawaida. Ujenge nyumba. Nyumba sasa sio ndoa, chakula, yani zile basic needs, food, shelter and clothing, wewe ndio uprovide. Kwa hiyo familia ndio mjenzi sasa, awe na mahali anapumzikia, ndio akujengee nyumba yako. Awe na chenye anakula, ndio akujengee nyumba yako. Awe na mahali analala, ndio akujengee nyumba yako. Asipokuwa na hizo basic needs, lazima atakubomoa, atabomoa sifa zako, atabomoa hiyo ndoa. Kwa maana uwezi ukaoa na hauna mahali unaenda. Eti unaoa unaolea kwa ndugu yako, unaoa unaolea kwa nyumba ya baba yako, ikiwa una mahali pa kukaa, acha kuoa. Jenga nyumba kwanza, wapendwa, ndio uoe. Jenga nyumba, nunua kitanda, vitu kama hiyo, ndio uoe. Kwa maana basic needs, na uwe na pesa kidogo yenye unaenda kumulisa huyo bibi. Kwa maana hizo basic needs zinahitajika sana. Ndio maana hata leo wadada wamegeuka, wamesema love without money is no more love. Eti mapenzi bila pesa. Na hiyo ni hatari, ni ya mawazo ya ibilisi, lakini inafanya kazi siku hizi. Kwa hivyo wewe mwanaume, usioe kwa sababu ya mapenzi na una kitu ya kumulisa. Hapana, hiyo ndoa haitaendelea, hiyo nyumba haitaendelea. Sasa nimeongea kuhusu mwanaume kama kichwa na mjenzi ambaye ni mwanamke. Sasa kuna watoto pia. Watoto katika kitabu cha Zaburi 122 mstari wa 3 hadi wa 5. Zaburi 127 kuanzia 3 hadi 5 inasema ya kwamba watoto ni mibaraka kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Sasa kichwa na mjenzi wamejenga nyumba vizuri. Baraka sasa sio pesa, baraka sio magari,
Baraka sio kumiliki vitu vikubwa vikubwa. Hiyo familia, baraka ni watoto. Ndugu yangu, dada yangu, hata kama mumeoana, mkiishi miaka rudi miaka nenda, hamna watoto, itabidi muende kununua watoto. Baraka kwa familia ni watoto, sio mali. Kuna watu ambao wako na maghorofa, kuna watu wako na magari, kuna watu wako na pesa, lakini wakikosa watoto hawana amani kwa hiyo nyumba yao, hawana utulivu kwa hiyo nyumba yao. Kwa hivyo kwa hii ndoa, watoto ndio sasa baraka za ndoa ambayo imebarikiwa. Watoto ndio baraka, sio pesa, sio mali. Pia watoto katika hiyo kitabu ndio nguvu. Nguvu ya familia ni watoto. Hata ukitembea ukiwa na watoto ambao wamefanikiwa, sasa uko na nguvu, ndugu yangu, dada yangu, uko na nguvu ukiwa na watoto ambao wanakutii, ukiwa na watoto ambao wanatii wazazi wao, kama vile Biblia inasema ya kwamba watoto wawatii wazazi wao. Ukiwa na watoto ambao wanakutii, watoto ambao wamekuwa vizuri, watoto ambao wamefanikiwa, wewe uko na nguvu, kwa maana wamehesabiwa kama strength ya familia. Lakini ukiwa na watoto majokora, ukiwa na watoto wanakutukana, ukiwa na watoto ambao hawakutii kama mzazi, ni laana pia. Kwa hivyo watoto pia wamehesabiwa kama strength. Watoto ambao ni strength lazima wawe ni watoto wanawasaidia wazazi kwa kazi. Ndio maana wameitwa strength. Sio mtoto ambaye anaona unachapa kazi na hana haja, unahangaika na hana haja, na ni mtoto ako na nguvu, anataka umulise na ako na nguvu, hana haja. Hao watoto sio baraka. Watoto wanahesabiwa kuwa nguvu za familia. Watoto wakiwa na nguvu, watoto wakiwa wakubwa wako na nguvu, ndio wanafaa walise familia, kwa maana ndio strength ya familia. Msasi papa hajahesabiwa kama strength, mama amehesabiwa kama mjenzi, papa amehesabiwa kama kichwa, na mtoto sasa wewe ndiwe strength. Chitoto usiwe mkubwa na nguvu yote na unaliswa na wazazi kila wakati. Wewe ndiwe strength. Unafaa utafutie wazazi wakule vizuri, ndio waseme tuko na mtoto. Wamekusomesa vizuri, wamekuweka maisha mazuri, umeanza kujitafutia, anza kulisa wazazi wako. Wewe mtoto, wewe kijana, wewe dada ambao unanisikiza, wewe ndiye nguvu za hiyo familia, wewe ndiye strength ya hiyo familia. Ukitumia nguvu zako vibaya, familia itatarauliwa. Ukitumia nguvu zako kupiga watu ngeta, familia itatarauliwa. Ukitumia nguvu zako vibaya, familia iwezi pata heshima, familia itafunjika. Hata kama papa na mama wameijenga kwa miaka mingi, mtoto ukiwa mpumbavu, familia inafunjika. Pia katika hiyo kitabu, mtoto anahesabiwa kama strength, yani security. Wewe ndiye ulinde mali ya familia. Sasa baba na mama wamejenga, wewe ndiye mlinzi. Lazima unawakosoa, unawaambia dadi, hii jambo ninaona ukifanya hivi na hivi litakuletea hasara, kwa maana wewe ndiye security. Hili jambo haliendi vizuri, hili jambo ukifanya hivi litaleta hasara. Wewe ndiye security. Usiwe unaangalia tu, kila mtu anakuja anadanganya baba, anaenda na pesa. Mwingine anakuja anadanganya mama, anaenda na pesa. Mwingine anakuja anapepa kila kitu vile anapenda, na wewe uko unaangalia chitoto kubwa, unaangalia. Wewe ndiwe security. Lazima usungumuse, useme dadi, huyo mwenye anakuambia umkopese pesa, vile nimemwangalia, hata kama utamkopesa, kuwa makini. Sasa wewe ndiye security. Mami, hii kitu unafanya ninaona itaenda kukuletea shida. Wewe ndiye security. Naambia mami, jinsi unachipisana na dadi, hii kitu inaenda kukuletea shida. Dadi, jinsi unagombana, hii kitu inaenda kukuletea shida. Kwa sababu wewe mtoto sasa umezaliwa, wewe ndiwe security ya familia. Usiwe unaangalia
mama anagombana vile anataka, ama tusi ndio hiyo, na we unaangalia mtoto mkubwa. Lazima uwakosoe kwa lile jambo ambalo unaona linaenda kuleta shida kwa familia, kwa maana wewe mtoto ndiye security ya familia, vile tumeambiwa kutoka katika kitabu cha Zaburi 127 kuanzia fungu la 3 hadi fungu la 5. Wewe mtoto ndiye familia. Mtoto mchinga kwa familia ni security furies, security yenye haina nguvu, yenye haiwezi linda familia jinsi familia inatakikana kulindwa. Jambo la mwisho, ndugu yangu, dada yangu, siku ya hukumu, in the judgment day, kila familia Mungu atakuja iuliza maswali. Utaleta an account jinsi ulivyoiweka familia yako katika uso wa dunia, jinsi ulivyolea watoto wako katika uso wa dunia. Lazima utakuja ulizwa katika wakati wa hukumu. Jinsi mlikuwa mnajipisana, mtakuja ulizwa wakati wa hukumu. Jinsi kila mmoja alifanya majukumu yake katika familia, lazima atakuja kujibu katika siku ya hukumu. Mpendwa, familia ndio chanzo cha wokovu. Familia ikisambaratika, hakuna wokovu mtapokea katika hiyo familia. Na familia ikisimama vizuri, mbingu inatembelea hiyo familia. Familia ikiwa ni familia, kila mmoja anasikilia majukumu yake, Mungu anaitembelea hiyo familia. Tuombe. Baba, katika jina la Yesu Kristo, muumba wa mbingu na hata nchi, twakuhitaji katika familia zetu. Twakuhitaji Baba, utuongoze jinsi wewe upendavyo, kwa maana familia zote za dunia siku moja zitakusanyika katika kiti chako cha enzi, kila familia ikijibu mashtaka yao. Bwana na muumba wa mbingu na hata nchi, utupe hekima na maarifa kwa familia zetu, kila mmoja ayatende majukumu yake kwa familia jinsi yanavyotakikana kutendwa. Baba, utuongoze familia zetu zisije zikasambaratika, kwa maana wewe uwezi ukaitembelea familia ambayo imesambaratika. Na tunajua ya kwamba familia ikisambaratika, mwovu ibilisi anapata urahisi wa kuideceive au kuidanganya hii familia. Baba, tupe roho na nguvu za kukaa pamoja kwa familia. Ni katika jina la Yesu Kristo nimeomba na kuamini. Amen. Wapendwa, mimi ni Apostle Daniel Kaunda Babere. Ukitaka kunifuatilia katika YouTube, unaweza enda Daniel Kaunda, unaandika jina Daniel Kaunda Babere kwa YouTube, unaweza pata hayo mahubiri na mahubiri mengine katika YouTube. Na pia ukitaka kusupport huu huduma, unaweza tuma support yako kwa hiyo namba 07 29 50 61 54. Kwa hivyo mpendwa, support yako inaweza ifanya hii huduma ifikie watu wengi katika uso wa dunia, ifikie mataifa. Kupitia support yako, ndugu mpendwa, pia umechangia katika kuhubiri. Kuna wale ambao Mungu amewatuma wapeleke injili, na kuna wale ambao Mungu amewasaidia wasapoti wale ambao wametumwa. Kwa hivyo, ikiwa Mungu amekubariki, you have to send your support ili injili ifikie watu wote kote duniani. Namba ni 07 29 50 61 54. 07 29 50 61 54. Apostle Daniel Kaunda Babere. God bless you. God bless you. God bless you.
in the name of Jesus.